ahibati fillah, katika itikadi za mashia ambazo kwamba ni potofu, aqidatu albada, kuna itikadi ambayo kwamba wanaiamini inajulikana kama aqidatu albada'i. Walbada'u fi lughati alarabi huwa adh-dhuhuru ba'da al-khafa'i. Nini maana ya albada? Kwa lugha ya Kiarabu, albada'u ni kitu kudhihiri baada ya kuwa kilikuwa kimefichika, ndio maana ya albada kwa lugha ya Kiarabu. Wa maanahu indahum anna Allah ta'ala yabdu lahu shay'un ba'da an lam yakun ya'lamuhu fayughayyiru ma qaddarahu bisababi ilmin jadidin tara'a alayhi. Ta'ala Allahu an qawlihim hadha uluwan kabira. Wanamaanisha nini mashia wakisema kuna hii itikadi inayojulikana kama aqidatul bada? Wanakusudia ya kwamba Mwenyezi Mungu huja ikafika wakati akadhihirikiwa na jambo, baada ya kuwa jambo limefanyika akadhihirikiwa kwa hilo jambo, baada ya kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa hajui hilo jambo kabla ya kudhihiri kwake. Akishadhihirikiwa Mwenyezi Mungu, inampelekea Mwenyezi Mungu anabadilisha kadari yake ambayo kwamba alikuwa ameiandika, na Mwenyezi Mungu ametakasika na maneno mazito kama hayo. Mwenyezi Mungu yuko mbali nayo. Wayastadilluna biqaulihi ta'ala yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu, dalili ambayo kwamba wanaitumia kwa hiyo itikadi yao ya albada ni aya ya Mwenyezi Mungu iliyoko kwenye Qur'ani inayosema Mwenyezi Mungu anafuta ayatakayo na anayathibitisha ayatakayo. Kwa ajili Mwenyezi Mungu kuna mengine anayafuta, basi wakasema ni baada ya kuwa Mwenyezi Mungu amedhihirikiwa, baada ya kuwa alikuwa hana elimu nayo. Wa hadha jahlun minhum lianna al-aya fi mahwi ma fi suhufi al-malaika la fi ilmi Allahi al-azali alladhi la yataghayyar. Na maana ya Mwenyezi Mungu kuwa anafuta yale ambayo kwamba yameandikwa katika madaftari ya malaika, wala si kwa elimu ya Allah. Mwenyezi Mungu elimu yake haibadiliki. Alima bima kana wa alima bima yakunu wa alima bima lam yakun law kana kaifa kana yakun. Mwenyezi Mungu anayajua yalokuwepo, anayajua yaloko sasa hivi, anayajua yatakayokuja, na anayajua ambayo kwamba hayakuwepo, hayapo, hayatakuwepo, na lau yangekuwepo ingeleta natija kiasi gani ama ingeleta hasara kiasi gani. Wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma, Mwenyezi Mungu ilmu yake imezunguka kila kitu. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, jani halitoki juu ya mti likadondoka chini ila Mwenyezi Mungu ana ilmu nayo. Mwenyezi Mungu hasifiki na ujinga wa aina yoyote. Fa inna hadha alqawla ayuha alahbab ta'anun fi kamalillahi rabbil alamin. Hiyo kauli ya mashia ya kuwa kuna aqida katika dini yao ya kumfanya Mwenyezi Mungu anasahau ama anabainikiwa baada ya kuwa alikuwa hajui, itikadi hii ni ya kumtuhumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi watu wa sunna hatumsifu Mwenyezi Mungu kwa mapungufu aina yoyote. Wa min aqaidihim alfasida aqidatu ar-raj'ah. War-raj'atu hiya ruju'ul amwati fi hadhihi dunya qabla yawmil qiyamah. Miongoni mwa itikadi za kishia, itikadi mbovu za kishia, wanaitakidi ya kwamba kuna aqida inajulikana kama aqidatur raj'a, itikadi ya kurejea. Na wakisema hivyo wanakusudia
kurejea kwa wafu kwa hii dunia kabla ya siku ya kiyama. Fayazamuna anna a'immatahum wa a'daahum sayub'athuna fi akhir zamani fayantaqimu a'immatuhum min a'daihim qabla alhisab alakbar. Wanaitakidi Mashia maimamu wao 12 pamoja na yule alojificha mpaka kesho katika pango watarudishwa na watafufuliwa ambao kwamba wamekufa katika maimamu wao pamoja na maadui. Na Mashia wakisema maadui wanakusudia masahaba, hasa Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiya, Aisha, Hafsa. Watafufuliwa maimamu wa Mashia, watawasimamishia hukumu kama ilivyokuja katika vitabu vyao, kama Biharul Anwar. Wanasema mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Aisha atafufuliwa, atapigwa mboko ya kutenda kitendo cha zina. Wala haula wala quwata illa billah. Hizi ni itikadi ambazo kwamba wanazo katika vifua vyao. Haya ndo mawazo ambayo kwamba yanapitika katika bongo na akili za Mashia, itikadi ambazo kwamba zinakinzana, ambazo kwamba zinagongana na dini aliyotuachia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, miongoni mwa itikadi mbovu za Kishia i'tiqaduhum anna hadha alquran alladhi bayna aydina muharrafun wa mubaddalun wa annahu naqisun. Wanaitakidi hii Qur'ani ambayo kwamba tuko nayo misikitini kama Waislamu, wanaitakidi hii Qur'ani ambayo kwamba tunayo majumbani mwetu kama Waislamu. Sheikh, keti chini. Mtu akija kuchelewa asiruke migongo ya watu, mtume amekataza. Mtu akija kuchelewa abaki nyuma. Ni makosa kuruka migongo ya watu ukitaka nafasi ya mbele. Ungekuwa mkweli unakuja mapema. Barakallahu fikum. Katika Mashia wanaitakidi hii Qur'ani ambayo kwamba tuko nayo katika mikono yetu annahu naqisun wa muharrafun wa mubaddalun. Hii Qur'ani ambayo kwamba tuko nayo ina mapungufu, haijakamilika, imepinda. Wa anna indahum mushafan akhar yusammunahu mushafa Fatima, na wanaitakidi ya kwamba wako na mushafu mwingine ambao kwamba unajulikana kama mushafu Fatima, msahafu wa Fatima, kama ilivyo katika vitabu vyao. Eti baada ya mtume kuaga dunia, Jibril alishuka kwa Fatima, akashuka na huo mushaf, na huku Saidna Ali anaandika wala haula wala quwwata illa billah. Rawa al-Kullaini fi usul al-Kafi wa anna indana mushafun wa anna indana mushafan mushaf Fatima, kama ilivyokuja katika kitabu cha Mashia. Mwanachuoni katika wanachuoni wakubwa wa Kishia anajulikana kama al-Kullaini, kwenye kitabu chake cha Usulul Kafi. Na Usulul Kafi kwa Mashia ni kama Sahihul Bukhari kwa watu wa Sunna. Anasema nini? Anasema wa anna indana la mushafa Fatima mushafun fihi mithlu qur'anikum hadha 3 marratin ma fihi min qur'anikum harfun wahidun. Sisi Mashia tuna mushaf unaojulikana kama mushafu Fatima. Ukubwa wa huo msahafu wa Fatima unashinda Qur'ani yenu mara 3, na hakuna herufi hata moja
ambayo kwamba ipo kwenye Qur'ani yenu, iko katika mushafu Fatima. Wala haula wala quwwata illa billah. Mushafu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alishukishiwa miaka 23, na huu mushafu wa Fatima ni mkubwa kuliko Qur'ani aliyoteremshiwa Mtume mara 3. Alishukishiwa chini ya miezi 6, kwa sababu baada ya Mtume kufa Fatima aliishi duniani kwa miezi 6 kisha akaaga dunia. Wa hadha kufrun sarihun li'annahu takdhibun liwa'di Allah subhanahu. Na mtu akiwa na imani kama hii, mtu akijengeka na itikadi kama hii, ni ukafiri wa wazi, kwa sababu anakinzana na maneno ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu anashindana na Allah. Mwenyezi Mungu anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhuna, sisi ndo tumeiteremsha Qur'ani na sisi ndo tutailinda Qur'ani na tutaihifadhi. Je, tumwamini Allah ama tuamini nyie mashia? Mwenyezi Mungu anasema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi, hicho ni kitabu hakina shaka. Allah anasema hakina shaka, mshia anasema kina shaka. Je, tumwamini Allah ama tumwamini huyu shia kwa maneno yake? Hizi ni katika itikadi za upotofu ambazo kwamba ziko katika vitabu vyao. Ayuhal ahbab, kwa haraka, miongoni mwa itikadi zao mbovu, ya'taqiduna anna as-sahabata ridwanullahi alayhim illa nafaran qalila qad irtaddu ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Wanaitakidi ya kwamba masahaba waliritadi, walitoka kwa Uislamu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila masahaba 2 watatu wa kuhesabika kwa vidole. Wayasubuna Aba Bakr wa Umar wa Uthmana wa Aisha fi salawatihim wa adiyatihim, na wanamtukana Abu Bakar kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallama, wanamtukana Umar al-Faruq, wanamtukana Uthman dhun-nurain, wanamlaani mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallama, wanamlaani Hafsa, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wat'anu fi sahaba ta'anu fi dini kulli, na mtu akishawatukana masahaba ashaitukana dini yako. Lianna humu alladhina naqalu ilayna alqur'ana wa sunnah, nani walotuletea hii dini? Nani walotuhifadhia Qur'ani mpaka ikatufikia? Nani walozidhibiti sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hadithi hatusomi ila tunasema an Abi Hurairata radiyallahu anhu. Hadithi hatusomi ila tunasema an Ibn Umar. Hadithi hatusomi ila tunasema an Ibn Abbas. Mtu akishawatukana masahaba wa mtume wako sallallahu alaihi wasallam, bila shaka ashakutukania dini yako, bila shaka ashaikosoa dini yako. Fat'anu fi naqili ta'nun fil manquli. Haiwezekani yule alokubebea mzigo akasalimika, akawa ni mwenye kutukanwa kisha mzigo alobeba ukasalimika. Haiwezekani. Haiwezekani mshia kuonyesha masahaba hawafai kisha uchukue ama wachukue elimu ambayo kwamba hao masahaba walituletea. Haiwezekani. Mtu akishawatuhumu masahaba ameutuhumu Uislamu wako, ameituhumu Qur'ani, ameituhumu sunna ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Na swali tunaulizana, je, tuamini nyie mashia kwa kuwatukana masahaba ama tumwamini Allah aliposema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum. Mwenyezi Mungu amewaridhia masahaba. Je, tuamini nyinyi mashia ama tumwamini Allah? Je, tuamini nyinyi kwa tukana masahaba ama tuamini kauli ya Allah
laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu keshawaridhia masahaba walompatia mtume bai'a chini ya mti. Je, tumwamini Allah ama tuamini nyinyi mashia? Qala al-imam at-Tahawi rahimahullah: wa nuhibbu ashab Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bi ghayri al-khayri yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khayrin fa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Anasema al-Imam at-Tahawiyya, na hii ndo akida yetu kama ahlu sunna wal jamaa. Tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatufanyi ghulu kwa yeyote, wala hatumpendelei mwingine zaidi, wala hatumbagui ama hatumtengi yeyote katika masahaba, maadamu washapata sharaf ya kuwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Na tunawachukia, piga msitari mwekundu kwa haya maneno: wa nubghidu man yubghiduhum wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum. Naam, tunamchukia kila anayewachukia masahaba, tunamchukia kila anayewachukia masahaba, na akiwataja masahaba hawataji kwa khairi, hawataji masahaba kwa khairi. Sisi hatuwataji masahaba illa kwa khairi. Kuwapenda masahaba ni dini, kuwapenda masahaba ni ihsani, kuwapenda masahaba ni imani, na kuwachukia masahaba ni ukafiri. Kuwachukia masahaba ni kukiuka mipaka katika dini ya Allah. Hatuwezi penda watu ambao kwamba wanawachukia wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Su'ilat al-yahud man khairu ahli dinikum faqalu ashabu Musa, wa su'ilat an-nasara man khairu ahli dinikum faqalu hawariyu Isa, wa su'ilat ar-rafida man khairu ahli dinikum faqalu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi waliulizwa, katika watu kwenye dini yenu watu gani bora? Mayahudi wakasema wafuasi wa Nabii Musa. Wakaulizwa manaswara, katika watu kwenye dini yenu watu wa gani ndio bora? Wakasema wanafunzi wa Nabii Isa. Walipoulizwa mashia, katika watu wa gani waovu mno? Wakasema wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-yahud wan-nasara ma'a kufrihim addamu ashaba anbiyaihim. Mayahudi na manasara pamoja na ukafiri wao waliwaenzi wakawatukuza wanafunzi wa mitume wao, masahaba wa mitume wao. Lakini haulai yad'una al-islam wa yat'anuna fi khairi al-quruni alladhi zakkahum Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hawa ambao kwamba ni maadui wa ndani ya Uislamu, wanadai Uislamu kisha wanawatuhumu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawatuhumu watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapa tazkia, na watu ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amewapatia tazkia. Ahibati fillah, wa akhiran walaysa biakhir, nikimalizia khutba yangu, itikadi ziko nyingi, lakini khairul kalami ma qalla wa dalla. Mwisho katika itikadi za mashia, wana itikadi ambayo kwamba inajulikana kama aqidatu taqiyya. Wattaqiyya hiya an taqula au taf'ala ghayra ma ta'taqidu, ni wewe kusema ama kutenda jambo tofauti na unavyoitakidi. Na hii taqiyya yao tukiweka katika dira, tukiweka katika mizani ya Uislamu, ni unafiki, sio taqiyya kisheria. Taqiyya kisheria alosema Mwenyezi Mungu, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman illa an tattaqu minhum tuqa, ni taqiyya ambayo kwamba mtu hana budi, lisilo na budi hubidi. Ammar, sahaba wa mtume, anaadhibiwa
wazazi wake washauliwa, akaambiwa na Makureish wa kikafiri, hatutakuacha ewe Ammar, tutakutesa, tutakuadhibu, tukuue kama tulivyoua wazee wako. Ukitaka salama yako mtukane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifanya nini? Alimtukana mtume, wakamwacha. Ammar anaenda kwa mtume, analia. Mtume anamuuliza kunani? Anasema ya Rasulullah, adhabu ilinizidi, mateso yalinilemea, sikuwa na njia kusalimika ila nikutukane. Mtume akamuuliza kaifa tajidu qalbaka, vipi moyo wako? Akaupekua moyo wake, akamwambia ajidu qalbi mutma'innan bil iman, moyo wangu uko na imani juu yako ya Rasulullah. Mwenyezi Mungu akateremsha aya kuafiki msimamo wa Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mwenyezi Mungu amefungua mlango ya mtu kudhihirisha jambo tofauti na anavyoitakidi, lakini wakati gani na kwa nani? Kwa makafiri. Na wakati ambao kwamba umezidiwa, hakuna budi bali ukifa kwa msimamo ni bora zaidi. Bilal aliteswa, aliadhibiwa, alibakia na kusema ahad ahad. Ammar alimtukana mtume. Katika misimamo miwili, Bilal msimamo wake ni wa juu kuliko wa Ammar ibn Yasir. Katika dini ya Mashia, hii taqiya wanaifanya kama kitambulisho mfukoni, wakati wote anaitoa, anaitumia. Na hii taqiya yao ni unafiq, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, wanasema katika ndimi zao tofauti na wanavyoitakidi. Atakuja kwambie nahnu nu'minu bihadha alquran, nahnu nuhibu as-sahaba, sisi tunaamini Qur'an, sisi tuwapenda masahaba, lakini wanaifanya kuwa ni taqiya. Utamwamini mtu vipi ambaye kwamba uongo kwake ni dini? Hiya ruknun min arkani dini wa 19 dini, wala imana liman la taqiyata lah. Katika dini yao taqiya ni mojawapo katika mambo ya wajibu kwenye dini yao. Hana imani ambaye kwamba hana taqiya kwa Mashia. Na wanasema wakimsingizia al-Imam Jaafar as-Sadiq radiyallahu anhu arda, katika wanazuoni wa sunna, wanasema eti alisema at-taqiyatu dini wa dini abai, la imana liman la taqiyata lah. Taqiya ni dini yangu na dini ya wazee wangu. Hana imani ambaye kwamba hatakuwa na taqiya. Hii taqiya kwao, ndugu Waislamu, ni dini. Tahadharini kuchukua dini yenu kwa watu warongo. Anasema Muhammad ibn Sirina, inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Elimu unayoisoma mwisho wa siku itakuwa ni dini yako. Angalia kwa nani unaichukua dini yako. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.